Je, unajua kwamba wakati mwingine vyakula vya thamani kubwa havipatikani kwenye makopo ya gharama kubwa au madukani tu? Vinaweza kuwa karibu kabisa kwenye bustani yako, sokoni au kwenye sahani yako ya chakula. Leo tunaenda kuzungumzia njegere. Watu wengi wanaijua kama mboga ya kawaida kabisa, lakini kuna mambo mengi ambayo wengi hawajui. Je, kula njegere mara kwa mara kunaweza kuwa na mchango gani kwa afya yako? Kwa nini wengi bado wanaipuuza? Na unaweza kuihusisha vipi kwenye mlo wako? Utakuwa nami Daktari Lenny Komba. Baki hadi mwisho kwa sababu kuna mambo muhimu sana utakayojifunza leo. Na kama ulikuwa bado kujiunga nasi, bonyeza alama subscribe, kengele pembeni yake, utakuwa umejiunga nasi. Njegere ni nini? Njegere ni majani au mmea jamii ya maharage. Watu wengi huzingatia maharage yenyewe, lakini majani yake pia hutumika kama mboga katika maeneo mengi. Kwa hiyo katika njegere tunapata njegere na majani yake. Mboga hizi zinaweza kuwa sehemu ya mlo wenye vitamini mbalimbali, madini muhimu, nyuzi, yani fiber, kamba na virutubisho vya asili. Mwili wetu unahitaji vitu hivi kila siku ili kusaidia kazi mbalimbali. Faida ambazo utaweza kuzipata ukila njegere ni zifuatazo. Faida ya kwanza, husaidia mmeng'enyo wa chakula. Moja changamoto ambazo watu wengi hukutana nazo ni choo kigumu, kujisikia tumbo zito, mmeng'enyo wa chakula usiokuwa sawa. Mboga nyingi za majani huwa na nyuzi zinazosaidia mfumo wa mmeng'enyo kufanya kazi vizuri. Ukila mlo wenye nyuzi za kutosha, unaweza kusaidia utumbo kufanya kazi kwa urahisi zaidi. Faida ya pili, husaidia kudhibiti uzito. Watu wengi wanaotaka kupunguza uzito huangalia sana dawa au njia ya haraka, lakini mara nyingi husahau msingi mkubwa, yaani aina ya chakula. Mboga mara nyingi huwa na kalori chache, husaidia kushiba na huchangia kwenye mlo wenye uwiano. Kujisikia umeshiba kunaweza kusaidia kupunguza kula kupita kiasi. Kabla tujaendelea, kama unapenda kujifunza zaidi kuhusu mada za afya na namna kujikinga na magonjwa yasiyoambukiza kama kisukari, presha, magonjwa ya moyo, kuna kitabu maalum cha magonjwa yasiyoambukiza ambacho kinapatikana kwa nakala laini na soft copy shilingi 5,000 na hard copy shilingi 10,000. Ndani yake utajifunza dalili muhimu, sababu za magonjwa, namna kujikinga, lishe na ushauri wa afya. Kama unahitaji unaweza kukipata kupitia namba 0767443887. Tuendelee. Faida ya tatu, inaweza kuwa sehemu ya lishe nzuri ya moyo wako. Moyo ni moja ya viungo muhimu zaidi mwilini. Mlo unaojumuisha mboga mbalimbali unaweza kuwa sehemu ya mtindo wa maisha wenye afya. Tatizo ni kwamba watu wengi hujaza sahani, yaani wanga mwingi na mafuta mengi, lakini mboga huwa sehemu ndogo sana. Pia husaidia afya ya ngozi. Watu wengi hununua bidhaa mbalimbali za ngozi, lakini afya ya ngozi huanza pia kutoka ndani ya mwili. Lishe yenye virutubisho mbalimbali inaweza kusaidia afya ya mwili kwa ujumla. Namba 5, inaweza kusaidia kuongeza ulaji wa mboga. Watu wengi hawali kiwango cha kutosha cha mboga kila siku. Kuongeza njegere kwenye sahani yako kunasaidia kuboresha mlo, kuongeza virutubisho, kuongeza aina ya vyakula unavyokula. Jinsi ya kuhusisha njegere. Kwanza, unaweza kutumia njegere kwa njia mbalimbali: kupika pamoja na viungo kama nazi, kupika na vitunguu kama nyanya, kupika na kuchanganya na maharage, kula pamoja na ugali, kula pamoja na wali au ukala peke yake. Kwa hiyo njegere inaweza kuwa sehemu nzuri ya mlo wako wa kila siku. Lakini kumbuka jambo moja muhimu sana: hakuna chakula kimoja kinachotibu kila tatizo. Afya nzuri hujengwa kupitia
kupitia lishe bora, mazoezi, maji ya kutosha, usingizi wa kutosha na mtindo mzuri wa maisha. Kama umefika hapa, andika kwenye maoni Team Njegele. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare video hii kwa marafiki wengi zaidi ili nao wajifunze zaidi. Nikutakia njema na Mungu